Lakini pembeni yangu nipo na kakangu, ni walezi wetu kwa namna moja au nyingine, anakwenda kwa jina la Sheikh Abdani. Yeye ni shehe wa kata ya Pugu, lakini pia nataka niweze kuzungumza naye aweze kutuambia, tumeona mkusanyiko huu kwa faida ya watazamaji wetu, aweze kutuambia mashindano haya huwa yanalenga kitu gani kwa ajili ya kwenda kukomboa jamii husika. Sheikh, asalamu alaykum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uweze kuniambia ni namna gani sasa huwa mnajipanga kwenda kuandaa programu hizi kwenda kushiriki mashindano mbalimbali kwa vijana wetu? Naam, alhamdulillah, nashukuru kwa swali zuri kwamba kwanza programu hii ni sehemu ya programu zetu katika usimamizi katika kata ya Pugu. Okay. Kuna matukio mbalimbali, kuna matukio yanafanyika Januari kila mwaka kwa ajili ya kuhakikisha watoto yatima waliopo ndani ya kata ya Pugu wanakwenda shule wakiwa wamekamilikiwa na mahitaji yao yakiwemo mavazi ya shule. Lakini tuna tukio la mwezi mtukufu wa Ramadhani unapokamilika, watoto wale yatima wanatakiwa wapate mavazi ya sikukuu, nalo lipo katika uandalizi muda huu. 80% ya maandalizi yake yapo vizuri. Lakini pia ndani ya mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani tuna tukio hili la mashindano ya Qur'ani ambalo linalenga na kukusudia kuwahamasisha vijana, watoto, wazee, jamii kwa ujumla katika kuyarejea maneno ya Mwenyezi Mungu. Hatua hii ni moja katika hatua ambazo tunazifahamu za kukamilisha yani lengo la Qur'an. Qur'an inatakiwa kwanza isomwe kwa ufasaha. Katika kuisoma kwa ufasaha tunaweka mtindo huu wa ushindani. Mwanadamu kikawaida huwa anaongezeka ufanisi wake na umakini pale ambapo anapogundua ana mshindani wake. Kwa hiyo tulitengeneza ushindani maalum kwa ajili ya watoto, wasichana, watoto, wavulana kwa lengo la kuhamasisha kupatikana utamkaji mzuri wa kitabu cha Mungu. Lakini pia tunafahamu kitabu kinahitajia translation, tafsiri kutoka lugha inayotumika kuja katika lugha inayotumika kwetu Tanzania. Kwa baadaye vijana tunawafundisha tafsiri, lakini hatimaye kupata maana iliyokusudiwa ili kufikia katika maadili yaliyokusudiwa na kulengwa ili aishi katika maadili hayo. Kwa hiyo hii ni sehemu ya hatua zetu, na hili jambo huanzia katika madarisi huko, yanakuwepo mashindano madogo madogo. Hatimaye wanapatikana wale ambao mwalimu anakuwa amewachagua. Hatimaye tunakuwa katika ngazi hii ya kata, na ndio hatua hizi zinazoendelea. Leo robo fainali, kutakuwa na nusu fainali, hatimaye tutakapokutana katika kiwanja cha Pugu Jungeni itakuwa fainali kamili. Okay. Lakini pia nataka uniambie ni changamoto gani ambazo huwa mnakumbana nazo wakati mnaenda kuratibu tukio kama hili? Sawa. Changamoto ni sehemu kwanza tunalitafsiri ndio sehemu ya maendeleo.